Dominic Salamba, habari za wakati huu kaka? Namshukuru Mungu niko vizuri. Ndio. Ndio. Bwana watazamaji, nataka kufahamu baada ya kusikiliza vizuri kikao cha Yanga na bodi ya ligi, Almas Kasongo CEO alizungumza mengi na mazuri, lakini pia Ali Kamwe na yeye aliona bodi ya ligi kupitia CEO wake hawajayamaliza, amekuja kuyamaliza yeye. Nini hasa ambacho umekipata na picha gani ambayo tumeipata baada ya hawa wote kuzungumza, kwa maana ya CEO wa bodi ya ligi na afisa habari wa klabu ya Yanga? Kwanza binafsi niweze kuchukua nafasi hii kuweza kuwapongeza viongozi wa Yanga. Okay. Kwa maana kwamba unajua kuna wakati ukiwa unataka mabadiliko ya uhakika ni lazima uweze kukubali mazingira yote tutakayokutana nayo. Ndio. Sio rahisi kuwa na misimamo ambayo waliokuwa nayo, lakini kwa sababu wameamua kuokoa mpira, wameamua kuweza kuondoka nalo ile jambo. Yes. Sababu kimsingi ni jambo ambalo limekuwa likitoa kadhia kubwa kwa wapenda soka, na wote tunashuhudia madhara ambayo yalikuwa yamejitokeza, ingawaje watu wengi hawapendi kuyazungumzia madhara, wamejikita tu kwenye kuzungumzia mchezo, lakini kwa madhara makubwa ambayo yalikuwa yametokea, ambayo yalitokea pasipokuwa na sababu za ulazima wa kuweza kutokea. Yes. Mambo kwa sababu unaweza kusema hazikuwa za msingi, lakini kwa walioyafanya wao waliona kwamba walikuwa na sababu za msingi. Lakini binafsi nafikiri ilikuwa ni changamoto ambayo imekwenda kutia doa kubwa sana. Kwa hiyo kuona viongozi wenye weledi ambao wanaweza kusimamia matakwa na mapenzi na mahitaji ya wanachama wao kwa 100% ni kitu ambacho nafikiri wanachama na mashabiki wa Yanga wanatakiwa jivunie viongozi walionao, kwa sababu wameweza kusomea kile ambacho walikubaliana kupitia kikao cha kamati yao tendaji ambayo kimsingi inawawakilisha wanachama na mashabiki wote wa klabu ya Yanga. Ndio. Bwana, miongoni mwa vitu ambavyo vimestua watu wengi kuhusiana na ripoti ya dabi ya tarehe 8 ambayo haikuchezwa, afisa habari amesema kwamba kwenye kikao walionyeshwa ripoti, lakini kwenye hiyo ripoti inaonyesha kwamba kuna baadhi ya viongozi wa serikali ndio ambao walizuia geti na sio mabouncer wa klabu ya Yanga. Simu ilipigwa na CEO alithibitisha kwenye kikao, lakini pia ameshindwa kuthibitisha wakati anazungumza na waandishi wa habari, jambo ambalo Yanga anaona si sawa. Kwako Dominic Salamba, kama mdau wa soka, hili lina afya yoyote kwenye mpira wetu na linajenga pia picha gani kwenye mpira wa Tanzania? Nilizungumza tokea mwanzo baada ya kuona ile statement ambayo walikuwa wameitoa, kwa sababu ilianza kutoka statement ya klabu ya Simba ambao waliainisha nia yao ya kutokwenda kushiriki mchezo. Yes. Kutokana na sababu ambazo wao walikuwa wamezieleza. Ndio. Lakini bodi ya ligi walipotoka na statement yao, niligundua moja kwa moja ni kwamba wamekwenda kuwavua Simba lile janga na kulichukua wao. Wow. Lakini bahati mbaya ambayo hawakuweza kuangalia mbele sana, ni watu ambao hawakulifikiria kwa kina. Pengine kutokana na timing ya muda ilikuwa ni muda mchache, pengine ilikuwa ni mechi kubwa ambayo iliyotaka waweze kuwa na roho ngumu kama zile ambazo walikuwa nazo na kuweza kuamua. Kwa hiyo walitafuta sababu ambazo hawakuangalia madhara yake ni nini. Unajua zamani ilikuwa ni rahisi kuweza kuwafeki watu na kuwadanganya watu, kwa sababu watu walikuwa hawana uwanda mpana wa kupata taarifa. Yes. Sasa hizi watu wengi wameelimika kupitia hizi formal schools, kupitia informal schools, kwa maana mitandao na sehemu nyingine. Kwa hiyo lolote unalozungumza watu wana uwezo wa kulichakata mara 5 zaidi ya vile ambavyo ulikuwa umezungumza. Kwa hiyo walitoa sababu ambazo kwa haraka walifikiri kwamba zinaweza kuwafanya watu wakawa na general idea na wasiweze kuoji mbele. Lakini ilitakiwa kabla hawajatoa sababu, kama walikuwa na hiyo nia, basi wangefanya mawasiliano na hao ambao waliweza kuwahusisha ili pawe pana uhusiano. Nakwambia ukiwa ni mzuri wa kudanganya, basi uwe na kumbukumbu, usiwe msaulifu, uwe na kumbukumbu. Mbele sure. Kwa hiyo nafikiri walitoa sababu ambazo mwisho siku wanashindwa kuweza kuja kudhibitisha. Okay. Ndio maana mpaka leo hii hawajafanikiwa kutoa ripoti yoyote, kwa sababu kwa hamu walionayo na kiu walionayo ya kutaka kuiadhibu klabu ya Yanga na kuiponya ubingwa, wasingeweza kukawia hata dakika moja kama wangekuwa wana sababu ambayo inaingiza Yanga hatiani kwa namna yoyote. Yaani wasingekuwa hata dakika moja. Mara ngapi tumeshuhudia hapa zinatoka taarifa sawa za madeni, taarifa za kufungiwa. Yes. Muda huo unaipata kutoka katika vyanzo vikubwa, muda huo washaiposti. Lakini hili wamekaa kimya. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hakuna. Hizo zote ni kutaka tu kutafuta namna ya kujitetea, lakini kimsingi hawakuwa na sababu yoyote kwa yale walioyataja, labda sababu yao ya kutaka kuahirisha mchezo. Naomba leo hii wanapatwa na wakati mgumu kuweza kujibu. Ndio maana ukiangalia
jaribu kufuatilia. Ukimsikia rais wa shirikisho anachokizungumza, ndio ni tofauti anachokizungumza CEO bodi ya ligi, tofauti anachokizungumza mwenyekiti wa bodi, tofauti anachokizungumza msemaji wao wa bodi. Maana ni kwamba ni watu ambao ni kama wamechanganyikiwa, ni watu ambao hawakuwa na msimamo pamoja, na ukibahatika kupata hata baadhi ya wajumbe na wenyewe pia kama ungeweza kuwahoji nao wangetoa majibu tofauti. Kwa hiyo kitu ambacho kama kilifanyika basi ni kundi dogo na walifanya kwa maslahi wanayoyajua wao. Lakini leo ukifuata Yanga kuanzia shabiki, mwanachama mpaka kiongozi wao, wote wapo kwenye msimamo mmoja. Wote wana sababu zinazofanana. Kwa nini? Kwa sababu sababu zao zina mashiko na rahisi kuweza kuzungumzika. Kwa hiyo hii yote ripoti iko tayari na nini, ni namna tu ya kutaka jambo kulipozesha, kulipaka rangi ili ionekane hawajakosea. Mimi nafikiri hakuna sababu kwa madhara waliosababisha, hawakutakiwa hata kusubiri kuchukua lile jambo kwenda zile kamati za juu, waungwana wangeweza kuachia tu ngazi. Ndio. Unafikiri sasa lilipofikia Dominic Salamba amekwenda kuibuliwa mambo mengi kweli kweli na hoja nzito kweli kweli, muda ni sahihi ama ilitakiwa haya pia hata klabu ya Yanga wangezungumza muda, kwa sababu ziko hoja nzito pia klabu ya Yanga wamekwenda kuzungumza leo hii? Kila kitu kina hatua. Yaani uwezo ukaanza unakwenda kwenye vita basi siku hiyo ukatoa kila kitu, vifaa, mabomu, utakuwa huko hauko sawa. Kwa lazima unakwenda na speed ya adui wako unapambana naye au mpinzani wako unapambana naye. Kwa hiyo watu wafanya Yanga walikuwa wanafungua klubu taratibu. Yaani hapo wanafungua, wanasikiliza, wanaenda. Hawakutaka kufika ambako wamefika. Na hata ukiangalia hata press ya leo ya hali imekuwa ni press moja ngumu sana, ambayo imenyooka, imekaa maneno magumu sana. Kwa nini? Baada ya kuona sasa kumbe muda unazidi kwenda, bado hatuoni kile ambacho kuna kihitaji. Nikwambie kitu kimoja, Yanga wana kila kitu. Na hata kwenye kikao cha leo, Yanga wamekwenda with details. Yanga wamekwenda kikao cha leo wakiwa wana kila kitu. Yanga wamekwenda na PowerPoint. Yanga wamekwenda kuexplain in vivid example. Wametoa mpaka mifano ya kila kitu ambacho wamekutana nacho. Kwa hiyo watu ambao wamejipanga wana kila kitu. Sawa? Lakini hao ambao wanakwenda kulalamikia, wao wanabakia tu kuzungumzia mustakabali wa mpira. Hasa tunazungumzia mpira gani wakati mpira tunazungumzia ndio unakwenda kuchafuka? Kwa nafikiri kwamba waliyafanya mambo bila kuangalia mbele. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa upande wangu jambo la msingi na ambalo lingewajengea hekima ni kukubali ungwana, kujutama na kuweza kuachia. Kwa hapa ilipofikia hatuwezi kuamini tena. Ndio. Kwa madhara ambayo wameweza kusababisha. Mpaka leo tunakaa hivi hatujui mustakabali wa mpira umekaa vipi. Na Yanga sio pumbavu mpaka deki kitu. Ni wao wenyewe ambao wameshindwa kusimamia yale ambayo walikuwa wamekubaliana kwenye kanuni ambazo zinaongoza mpira wetu. Ndio. Edomi, Yanga wamekwenda mbali kweli kweli. Msimamo wa klabu ambao umezungumzwa na afisa habari wao, kama matatu kati ya manne waliyozungumza hayatatimia kwa wakati, wameeleza ya kwamba hawatashiriki mchezo nambari 184. Hawakuishia hapo. Wamesema pia hawatashiriki na michezo yote iliyosalia ya ligi kuu, lakini pia hata msimu ujao hawatashiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara. Watu wengi wamebaki na alama za kujiuliza. Hiki ambacho kinazungumzwa, Yanga ni timu ya mpira, tafsiri yake itajifuta kabisa kwenye ulimwengu wa soka? Maswali yako hapo Domi. Unapozungumzia hatutashiriki, maana yake kuna namna utakwenda kufanya uweze kushiriki. Hauwezi kushiriki kwa sababu hauna imani na watu wanaoongoza huo mpira. Hauwezi kushiriki. Na hauwezi kushiriki kwa sababu itakwenda kutoka statement ya wao kuwafanya wasio na sifa za kushiriki. Ndio. Hiyo statement ndio itakwenda kutumika katika mamlaka za juu kutafuta uhalali. Kwa hiyo siko wanazungumza kwa maana ya kutishia. Ni very perfect. Na mimi ningewashangaa kama haya hayatafanyika alafu wakashiriki. Sasa utakuwa unatengeneza nini? Sisi unaelewa sio? Kwa hiyo hiki ambacho nakifanya ndio kile ambacho walikuwa wamekianzisha kwa masa. Na mimi nitegemea kuona mpaka sasa timu nyingine zote zikiunga mkono, kwa sababu hii kadhia sio kukutana nayo Yanga tu. Ndio. Timu nyingi zimekutana nazo. Kwa hiyo tusichukulie jambo kama ni jambo la Yanga tu. Mimi nitegemea kuona na timu nyingine nyingi ndio zikitumia umpenyo kutafuta usawa. Kwa sababu leo unazungumzia kwa kama ni jambo la Yanga, lakini kesho likotokea na pia wanalalamika. Lakini nashangaa kwa hata baadhi ya watu ambao wanataka kufunika huu kweli, sio ni kwa maslahi ya nani? Bado wanasema wanazungumzia mpira. Hauwezi ukauzungumzia mpira alafu ukao kwa against kile ambacho kinaendelea. Ukao kwa against na Yanga. Wacho kifanya Yanga
no matter huko nyuma wakufanya, no matter walikuwa wana madhaifu huko nyuma, lakini kwa sasa wameamua kupata njia iliyonyooka. Kwa hiyo watu wote ambao tunapenda mpira lazima tuweze kusema kwa jambo linaenda kufanikiwa, kwa sababu cha siku ndio revolution inakwenda kutokea. Okay. Yeah. Salamba, yamekwenda kuibuliwa pia mambo mengine ambayo wanasoka huenda hawakutarajia kabisa kuyasikia. Shirikisho la mpira wa miguu limearifiwa na klabu ya Yanga kwamba Yanga hawatacheza pia na mchezo wa CRDB wa finali uliopangwa kufanyika visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman dhidi ya Singida Black Stars, endapo kama hawajalipwa fedha zao za msimu uliopita za ubingwa wa CRDB. Inanipa mashaka tafsiri sahihi ya kwamba ligi yetu inashindwa kutoa fedha. Wapi kuna changamoto? Hili nalo ni kubwa kweli kweli kwenye mpira wetu Salamba. Yanga wamekwenda kulifumua huko lilipo. Ndio nasema kwamba yako mengi mazito na ya kutisha ambayo yapo na watu wanayo. Yeah. Na nasema kwamba kabla hatujafika huko kote, yes, ni vema tukaweka star, kwa maana kwamba watu wakaachia ngazi, okay, tufungue ukurasa mpya. Kwa sababu uwezi ukawa unang'ang'ania kukaa sehemu azifu wewe ni malaika. Ndio. Kwamba uko very smart wakati una madhaifu mengi sana ambayo uko nayo. Kwa hivyo nafikiri tusiongee vitu vingi. Hekima yao iweze kuongoza, waachane na hili jambo. Okay. Waondoke kwenye viti. Waje watu wengine. Tulikuwa na viongozi wengi. Wametumikia. Kuna vitu vingi wamefanya katika hapa. Walikosea, wamekosea mpira, wamekosea mashabiki wa mpira, wamekosea Yanga. Cha msingi wakubali ku step down. Mambo mengine yaweze kuendelea. Ndio. Na tunataka tupe somo kidogo Dominic Salamba. Fedha za mdhamini, kwa mfano CRDB ambaye ametajwa moja kwa moja, huwa zinatakiwa zipite kwenye klabu moja kwa moja kwa uelewa wako, ama zinapita kwenye shirikisho la mpira wa miguu, ama kwenye chombo kipi zinapitia alafu ndio ziingie kwenye klabu ya Yanga? Kwa sababu watu wanajiuliza maswali mengi, kwani CRDB hajawalipa Yanga ama hizo pesa zina mzunguko ndo zimekwama huko njiani? Yaani utaratibu ni kwamba fedha zote ambazo ni za zawadi, ni za wadhamini, lazima ziingie kwanza kwenye shirikisho kwa maana bodi ya ligi, okay, ndio ziweze kuendelea sehemu nyingine. Ndio iko hivyo. Kwa hiyo lazima zipitie CRDB, hawezi kuwa na access ya kulipa Yanga moja kwa moja. Maana yake itaingia kwenye shirikisho kama ni pesa, ikiingia wao ndio watafanya malipo kwenda kwa mhusika. Okay. Kwa sababu wamekubaliana, kwa sababu ule mkataba uliopo ni mkataba umeingia kati ya shirikisho na mdhamini wa ile mindo wameingia. Tutakwenda kutoa zawadi kiasi hiki. Kwa hiyo bingwa anaweza kawa Simba, kawa Singida, kawa nani. Kwa hiyo ikitangaza kama bingwa ni shilingi 50,000, kwa hiyo wale wataingiza pesa na hao wajukumu kwenda kumpatia bingwa ile pesa ambayo walikuwa wamekubaliana. Utu uko wapi sasa wa mdhamini? Kwa sababu wazi naamini makampuni ambayo yanayowekeza ni kwa sababu ya kutengeneza heshima na trust kubwa kwa wateja wao, na fedha wanazitoa kwa ajili ya vilabu. Kumbe sehemu watu nao wanazifanyia mambo ambayo sio yanayostahili. Utu wa mdhamini kwenye haya mambo yako wapi? Hii haiwezi kupoteza heshima na mvuto wa ligi yetu kwa watu ambao wanahitaji kuwekeza fedha nyingi kwa ajili ya mpira wa Tanzania Salamba. Ndio anazungumza kwamba ifike hatua tusimamie kwenye weledi wa mpira wenyewe kama ulivyo. Kimsingi ni kitu ambacho ni statement ambayo hata mdhamini mwenyewe maana yake amepata kidogo wasiwasi kwa mashabiki wa watu. Yes. Hana nguvu. Kwa nafikiri wakati wa mdhamini naye kuweza kutoka. Na yeye aweze kuzungumzia, atueleze je, hiyo pesa ya zawadi alitoa ama hajatoa? Au hajatoa? Na kama hajatoa, kwa nini hajatoa? Na kama alitoa, kwa nini haijafika? Naona hasa kuna walali gani wa kwenda kwenye msimu mwingine wakati ubingwa msimu uliopita haujapatikana? Ni aina gani ya udhamini uliopo huu ambao mtu anaweza akaa mwaka mzima hajapewa zawadi? Je, ile reputation ya hiyo kampuni ambayo inadhamini iko wapi? Je, uaminifu kwa watu wengine uko? Kwa hiyo ni kitu ambacho usikiangalie tu katika udogo wake, ni kitu kipana ambacho kinaweza kwenda kuchafua hata image ya mdhamini wa michuano, kwamba wakati mwingine kumbe kuna hali ya ubabaishaji, kitu ambacho lazima waweze kutoka na kuweza kuclear hiyo statement kwamba kama sio mdhamini wa michuano hii tunatimiza wajibu wetu 1 2 3 4, na hata pesa hii ya mshindi ilitolewa siku fulani kwa muda fulani. Kwa hiyo kichotokea au kichoendelea pengine sio sisi, ni mwenye mpira wake na klabu ambayo mambo ambayo sisi yako nje ya uwezo wetu. Dominic Salamba, mengi yamefichuka na yataendelea kufichuka. Tunusuru mpira wetu, tufanye nini ama mamlaka zifanye nini kwenye hili? Kwa sababu tulikofikia pasio na shida wala shaka yote. Hata mtoto wa mwaka mmoja anaelewa kwamba mwiba unataka utokee pale pale ulipoingia. Nafikiri kwa hilo tu. Nafikiri argument ambazo wamezitoa Yanga kwa maana pendekezo yao ni mapendekezo rahim, rafiki na ya kiungwana ambayo kama itakwenda kusimamiwa ndio itakwenda kwenye right track. Okay. Kwa maana gani? Kwa maana
Baada ya hili kutokea, yakiisha haya, tukapata bodi mpya, itakwenda kusimamia misingi ya uendeshaji wa mpira wetu. Kuna Yanga nao watakuwa machi moa hawa kuona kwamba hawafanyi kosa lolote, kwa sababu tayari kuna sehemu wametia nini, wamekwenda kutia kidonda. Kwa hiyo itakuwa ndio msingi imara wa kwenda kutengeneza msingi wa haki, mnyororo wa haki katika mpira wetu moja kwa moja. Ndio. Dominic Salamba, tumeumizwa sana na uendeshaji wa mpira wa miguu na madudu mengi yanayoendelea. Tunajua faraja yetu ni moja sisi wanasoka, ni Jamvika na Salamba. Ni kwa namna gani pia tunaendelea sasa kupumzika na kupumua baada ya maumivu yote haya yaliyofanyika na bodi ya ligi pamoja na watu ambao hawautakii mema mpira wetu wa Tanzania. Hiki ni kipindi ambacho ligi nyingi zimeisha, kama sasa ziko mwishoni. Ni kipindi ambacho kuna zile mechi kutokana na ile kalenda ya FIFA. Ndiyo. Kwa maana mechi za kirafiki, lakini pia kuweza kufuzu World Cup na maeneo mengine mengi mashindano, ukaenda kule Amerika Kusini, Kaskazini. Kwa hiyo ni muda ambao timu za taifa zinakuwa zinacheza, na kipindi hiki ndio kipindi ambacho kama haukuweza kula wakati wote ule, basi huu ndio wakati wako wa kuweza kujinasibu na kujimwaya kupitia odds bomba na kubwa kupitia Jamvika na Salamba. Cha kufanya kwa wale ambao wanataka kwanza kutafuta mtaji, tujawatenga. Hauna mtaji, tunakupatia free tips. Ni wapi? Kwenye application ya Salamba TV. Utafanya chukua simu yako, nenda kwenye Play Store, fika pale, andika Salamba TV, kliki, itakuletea option pale, utaingiza whether ni jina lako, namba ya simu au email. Unaweka namba asili, unaingia kwenye application. Ukifika kule ndani, unakutana kuna free tips ambazo zinatoka asubuhi, mchana na jioni. Kwa wale ambao wana mitaji na wanapenda kula kama ambavyo mimi nimekula jana, cha msingi kisha kwamba unakwenda kwa sababu unachukua nyota 150 nyota 50 nyota 1 leli. Namba kampuni ni 610 251 28. Baada ya hapo unaweka kiasi kwa siku 1000, wiki 1500 na kwa mwezi 1500, na wale VIP ni 30,000 kwa siku 5. Baada ya hapo unaweka namba yako asili, kisha utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV ukiwa umejiunga na kuanza kufurahia maokoto siku hadi siku. Dominic Salamba, sisi hatuna la ziada, tukushukuru sana kwa ushirikiano wako. Nashukuru sana. Asante sana. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.